kwa ajili ya magonjwa ya wanadamu, kwa ajili ya dhiki za wanadamu, kwa ajili ya shida za wanadamu. Kwa ile damu ilipomwagika kwa njia ya imani, ni moja kwa moja imekuwa ni sawasawa na pesa. Unapokwenda mahali unanunua, lazima utoe pesa ili kwamba uweze kupata kitu fulani, unatoa pesa. Sasa ndivyo ilivyo, kwamba tayari yeye ameshatulipia pale msalabani kwa kumwagika, kwa kupigwa kwake na damu yake kumwagika pale msalabani, ni kwamba ameshatulipia lile deni ambalo shetani alikuwa anadai, ile hati ya mashtaka ambayo mwanadamu alikuwa ameipata, yale mashtaka ambayo alikuwa ameshtakiwa nayo kwa sababu ya dhambi. Kwa yale mashtaka ambayo alikuwa anashtakiwa nayo na shetani, na ndio maana amemfunga. Kwa nini shetani anawafunga watu? Kwa sababu anawafunga na anawachukua wanakuwa miliki yake, kwa sababu amewashitaki, na amewashitaki kwa makosa ambayo yeye mwenyewe amewasukumia wafanye, alafu baadaye hayo makosa ndiyo ambayo anawashitaki nayo. Kwa hiyo hati ya mashtaka ambayo ndiyo makosa, kwa hiyo ndiyo anaichukua, inakuwa kama sehemu ya kuwafunga au ya kuwaunganisha kwenye ufalme wake. Na kama inakuwa ndiyo hati ya kuwafunga na kuwaweka kwenye ufalme wake, kwamba inahitaji mtu sasa ili aende akalipe fidia, na anapolipa hiyo fidia, mtu huyo aweze kutoka kwenye hiyo magereza ambayo amefungwa nayo, ambayo Ibilisi amemfunga. Sasa na hiyo fidia sasa, katika mambo haya ya rohoni au katika mambo haya ambayo tunayozungumza sasa ya mwanadamu kukombolewa, fidia hiyo tayari ilishalipwa na Kristo Yesu. Sasa kinachotakiwa ni mtu pale anapomwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ni moja kwa moja sasa anakwenda kulipiwa. Sasa anakwenda kulipiwa lile deni ambalo aliyokuwa anadaiwa, yale mashtaka yake sasa yanakwenda kufutwa. Kwa nini? Kwa sababu deni lake lililipwa kupitia Yesu. Kwa hiyo ukimwamini Yesu, moja kwa moja ile damu inakwenda kulipa, alafu inakwenda kufuta. Inapolipa automatiki deni linafutika, na likifutika, yule ambaye amekushikilia, yani shetani, anakuwa hana mamlaka tena na yeye, maana hilo deni limeshafutwa kwa kutumia damu ya Yesu, kwa sababu yeye ndio alikuja ili kwamba kuleta uzima, ili kwamba kuleta ukombozi, ili kuwafanya wanadamu waweze kuokolewa, ili kuwafanya wanadamu waweze kufunguliwa, ili kufanya wanadamu waweze kuwekwa huru, ili kufanya wanadamu waweze kutana na Mungu aliye